Popote ulipo, natumai asubuhi yako inakuendea vyema kabisa. Ni saa 5 kasoro dakika 1, imesalia sekunde 15 hivi itimu saa 5 kamili siku hii ya Jumatatu ya tarehe 26 mwezi wa Juni mwaka 2026. Popote ulipo, natumai asubuhi yako inakuendea vyema ama imekuanzia vyema zaidi. Hujambo na karibu kwenye taarifa za yanayojiri, ambapo nitakuarifu na baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia, taarifa ambazo tutakazozipokea kutoka kwa baadhi ya wanahabari wenzangu ambao tayari wako maeneo ya mashinani kufuatilia taarifa zinazochipuka, na vile vile mahojiano katika sehemu yetu ya pili. Karibu kwenye taarifa kamili. Mimi naitwa Ali Manzu. Mtazamaji, kwa kifupi, hiki ni kionjo cha runinga chenye lugha ya habari. Viongozi wa habari ama viongozi wa dini kutoka kaunti ya Kajiado wamewataka Wakenya kudumisha amani na utulivu huku taifa likijiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao. Wakiongozwa na Askofu Oguncha wa kanisa la Global Spring of Life, viongozi hao wameitaka serikali kukomesha mauaji na utekaji nyara wa vijana, huku wakisisitiza umuhimu wa mazungumzo katika kutatua changamoto za kitaifa. Akizungumza wakati wa kuwekwa kwa wakfu wa mchungaji Solomon katika kijiji cha Ngatatwek, Kajiado ya Kati, viongozi hao pia wamewataka vijana kuepuka kutumiwa na wanasiasa kwa maslahi ya kisiasa. Hatuna Kenya nyingine. Kenya letu ni moja hili, na tunasema kila mtu ambaye ni Mkenya anafaa kulinda nchi hii. Nikisema kama taifa, serikali yetu si ya kututesa, ni ya kutulinda. Nayo kanisa ni ya kusimama na kuombea nchi hii pamoja na kuombea serikali. Kutishiana, kunenea maneno mabaya, hiyo haitatusaidia. Kuharibiana majina, kuharibiana heshima, hiyo ni kazi ambayo inatuelekeza kama taifa sehemu ambayo inaweza kuwa hatari sana, hasa tunapoelekea katika msimu wa uchaguzi. Watu wanakufa, watu wanaumia, watu wanaumia kila mahali. Tunaomba kwamba serikali itetee, nalo kanisa tuko katika magoti tukiombea nchi hii. Naomba kila mmoja wetu ajue hatuna taifa lingine, taifa hilo ni moja na hatuna lingine.